ya, na hivi ndivyo unavyoweza kusign in na kuposti tangazo lako katika platform ya DM Soko. Utaingia sehemu hii mwanzo, hapa ni home, na hapa home utaingia kwenye sign in. Ukishaingia kwenye sign in, utaingiza hapa taarifa zako, mimi sababu nimeshazisave, maana zinatokea hapa. Kwa hiyo utaingiza hapa taarifa zako na log in. Ukishaingia huko ndani, unakuwa tayari URL inazidi hiyo. Sawa. Kwa hiyo ukishafika hapa, una option, unaweza ukaenda kwenye my dashboard, lakini sio kwa leo. Leo nataka kwenda kwenye kupost. Hii icon ya post ad ipo katika kila page utakayoenda, uwe home, uwe wapi, kote mwisho wa siku hii iko pale pale. Kwa hiyo utabonyeza post ad, utaletwa katika hii package, ni free package. Kwa hiyo ina features kwamba unaweza ukaweka kwenye category moja, lakini katika locations 10, lakini pia image 5 unaweza ukazi upload. Upload hapo, na ukishamaliza kuingia kwenye hiyo package, unaingia hapa, unaingiza taarifa zako. Hapa kuna title. Title ni sehemu ambayo unaweka jina la product unataka kutangaza, na utachagua hapa Samsung Galaxy. Ni kitu ambacho mimi nimepost, kwa taarifa zake bado zipo, ndio maana unaona inatokea, lakini wewe utaandika. Tag ni sehemu ambako unaweka kitu ili mtu akisearch kiweze kutokea kwa haraka, ambayo mimi nimeamua niweke Samsung. Naweza kuweka Samsung. Kama ikiwa tayari mtu alishaingiza zinatokea hapa, lakini kama bado unaweka koma. Kwa mfano labda nikitaka niandike let's say smartphone. Sasa hiyo imeshatokea hapa, mimi nataka niweke tu smart. Naweza nikaweka koma. Kika tu koma inatokea hivi. Kwa hiyo unaweza kuweka tena hiyo smartphone. Kwa hiyo mtu akisearch smart, akisearch Samsung, akisearch smartphone, zote zimetokea. Lakini nyingine ni mobile, watu wanaulizia kuhusu mobile for sale kama hayo. Kwa hiyo unaweka hapa tags, na hapa kuna kasehemu ka kuuliza na kija activated. Anyway, unaweza ukaendelea hapa status kwamba ni for sale, rent, wanted. Hii sisi tuna kwa ajili ya kuuza, na hii ipo kwa ajili, option ziko nyingi, mwingine labda nyumba au nini, vitu kama hivyo. Alafu kuna category, tuna limit ya kuweka category moja. Kwa hiyo tutachagua hapa category ni mobile phone. Kuna wengine watakuwa na option hizo zaidi, lakini kwa hii ni category moja. Nasema kwa sababu tumechagua hiyo category, nasema field can be depend on select category. Kwa sababu tumechagua category ya simu, kwa hiyo ndio maana hapa vitu vinakuja ni vya simu. Waterproof. Hii yenyewe sio waterproof, japokuwa ina water resistance. Kwa hiyo unaweza ukaweka yes kutegemea na uelewa wa watu. Lakini pia seller type, ni nani unayeuza, ni personal au agency. Kwa hiyo unaweza ukaweka kama ni agency unaweka agency, kama ni personal, ni mtu binafsi, unaweka binafsi. Brand name ni nini? Ni Samsung. Hapa kwenye brand name unaona kuna Apple, Huawei, Q-Mobile. Kwa hiyo ziko na nyingine, lakini hapa sisi tumechagua Samsung. Kuna condition ni mpya au used. Sisi tunaweza tukauza kama ni used. Hivyo ni model ya simu, unaweza ukaamua ukaweka. Hivi vyote ambavyo havijawekwa nyota kama hii sio lazima. Kwa hiyo unaweza ukaacha, lakini ni vizuri ukaweka kwa sababu ya kurahisisha mtu akiingiza taarifa aweze kupata. Rangi gray na black. Na memory ni unaweza ukaweka kama ina memory card au haina. Kwa hiyo nayo mimi naacha. Lakini pia camera type, unaweza ukaweka kamera ina megapixel ngapi, nini features za kamera zote unaweza ukaziweka hapo. Lakini pia purpose, tunataka sisi kuuza, unaweka purpose yako kuuza, model hii imetoka mwaka gani,
Hii yenyewe ilikuwa ni 2024. Unaweka hapo 2024 external color. Unaweza ukaweka hapo ukachagua mwenyewe, lakini mimi nimeweka ni black. Property type aina gani? Ni commercial, sio lazima. Kwa nyingine unaweza kaweka rent, sio lazima kujaza. Kwa hiyo color hapa ni nyeusi, lakini vile vile sehemu ya features ambazo zipo unaweza kaweka hapa ni touch screen, ina flash, ina wifi, na media sharing, ni 5G, na rekodi ni dual, lakini vile vile built-in camera, kadi ya naangalia kama inayo au haina. Kama haina unachana nayo, autofocus inafanya, na bluetooth, lakini pia mtu atapata na USB. Hapa ni muda ambao nitakuwa napatikana, kwa nitaweka hapo hiyo muda, kwa muda huu hadi muda huu, na Wednesday labda kwa muda huu hadi muda huu, inategemea day off au 24 hours. Ukiweka 24 hours kwa hiyo itaonekana muda wote unapatikana. Haya, nyingine symbol ya hela ambayo una charge. Kwa hiyo inategemea, kuna wengine labda watu Kenya wapi, unaweza kaweka Kenya shillings hapa, lakini sisi Tanzanian shilling. Naweka kiasi labda, sababu tumesema ni USD, tutauza labda 200,000. Price option unaweza kaweka ni fixed au negotiable. Kama negotiable labda tunaweka 2,500. Haya, tumeendelea hapa, tutafanya kwa cash, lakini phone number unaweka phone number yako hapo ya. Alafu tunaendelea hapa, unaweza kuweka website kama unayo, visit our website, bla bla bla, vitu ambavyo vyote sio necessary. Kwa utaweka email yako kama unayo vile vile ya. Hapa ni description. Kwenye description unaielezea product yako zaidi. Sasa sometimes unaweza ukawa huwezi kuelezea, unaweza ukaingia hapa Google ukaandika Samsung hapa, fundisha kitu kimoja hapa. Ukifika huku unaangalia hao wauzaji wanaikaga description pia. Unaweza ukaenda huku ukachukua hizi description za hao, ukazichukua zote, ukazichukua description hizi zote, unachukua una copy, unarudi kwenye nani yako, una paste chwa. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tayari tangazo lako linakuwa na description zote. Lakini pia kuna summary hapa, labda kioo au nini kimeharibika au kitu gani mteja unataka usemaje, unaweka hapa kwenye summary. Baada hapo unakuja, you can upload up to 5 image. Kwa hapa una upload picha zako ambazo tayari ulishaziandaa. Unaona, sasa mimi kuna picha ambazo niko nazo, naweza kuchukua hadi hapa, let's say hapa, hadi hapo, open, zinakuja zinakuwa uploaded hapo. Kisha za upload picha zako, unachagua katika hizi ipi ambayo ndio hiyo ya kwanza. Kwa hiyo unaweza ukachagua labda, let's say hapa mimi nimechagua labda hii hapa. Haya, ukichagua hapo unaendelea chini, country ni wapi. Sasa hapa naona wameweka kwenye country wanachanganya na nani mikoa, hapa say mimi Arusha. Arusha hii hapa nachagua hiyo. Haya, naenda state. Sasa hizi sio muhimu sana, unachana nazo this one, this two, unaweza kuachana nazo zote, ni option. Haya, ukimaliza hapo basi unaenda submit. Kwa msemaji bado hajaja submitted. Anasema the price field must contain all numbers. Kwa maana kuna kitu tumekosa kitu, na tutakukatalia hapa tuweka koma. Kwa hiyo naondoa hiyo koma.
Unaona hapa total ads zimeongezeka, ni hii ni ya pili. Active listing ni moja pending kwa ajili ya approval. Maana hizi zote ziko active, lakini hii inasubiria approval. Nani anayefanya approval? Wako admin ambao watashughulikia approval ya namna hiyo. Kwa hiyo hapo ndio utakuwa tayari unaweza kuposti tangazo lako katika platform hii ya bure ya DM Shop.